Uteuzi wenu umezingatia masharti ya kifungu cha 76 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024. Ni vyema mkatambua kwamba kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 74(6) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya mwaka 1977, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ndio yenye jukumu la kusimamia na kuratibu uendeshaji wa uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano na madiwani kwa Tanzania bara. Kwa kuzingatia yaliyoeleza hapo awali, nyinyi mliopo hapa mmeteuliwa kwa mujibu wa sheria, na tangu tarehe ya uteuzi wenu mnao wajibu wa kikatiba na kutekeleza majukumu ya uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano na madiwani wa Tanzania bara kwa niaba ya tume katika vituo vya kupiga kura vitakavyopangwa. Dhamana mliopewa, ndugu washiriki, ya kusimamia zoezi la kupiga kura ikiwa ni sehemu ya usimamizi na uratibu wa uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na madiwani wa Tanzania bara ni kubwa, nyeti na muhimu kwa mustakabali wa taifa letu. Hivyo mnategemewa kuzingatia sheria, kanuni na maelekezo mtakayopewa hadi hapo tutakapokamilisha jukumu hili la uchaguzi mkuu. Ndugu washiriki wa mafunzo, leo tupo hapa kwa ajili ya mafunzo kwa makarani, waongozaji, wapiga kura ambao mtakuwa na jukumu la kutekeleza shughuli za uchaguzi ipasavyo kwa ngazi ya kituo. Mafunzo haya yanajumuisha makarani waongozaji wa wapiga kura vituo 669 watakaofanya shughuli za uchaguzi katika vituo 669 vilivyopo kata 20 za halmashauri ya manispaa ya Kahama. Kwa wale mnaosimamia zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura kwa mara ya kwanza, ni mategemeo yangu kuwa mtajifunza kwa haraka na mtapata uzoefu kupitia majadiliano ya pamoja na watendaji wengine wazoefu. Kwa upande wa wale wazoefu, mtatumia fursa hii kujiongezea maarifa mapya na kubadilishana uzoefu na washiriki wengine. Wote tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali za kikatiba na kisheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatiwa, hasa katika ngazi ya kituo ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura huendesha na hatimaye matokeo ya uchaguzi kwa kiti cha rais, bunge na udiwani ndio yanapoanzia. Hatua na taratibu hizo ndizo msingi wa uchaguzi huru na wa haki, na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko au vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Nachukua fursa hii kuasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo na maelekezo ya tume. Ndugu washiriki wa mafunzo, kabla sijamaliza hotuba, napenda kusisitiza yafuatayo. 1. Someni kwa makini katiba, sheria, kanuni, miongozo na maelekezo mbalimbali yatolewa na yatakayotolewa na tume. Naulizeni ili mpate kufafanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine pengine yatakuwa kufahamu, ili kuwarahisishia katika utekelezaji wenu wa kazi za uchaguzi. Tunawapa nyaraka mbalimbali ili mzitumie kama rejea kwa kipindi chote cha utekelezaji wa jukumu hili. Jitahidini na mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa. Kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa watakuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. Usipokee wakala wa chama cha siasa. Atakayeletwa kwa mujibu wa sheria, shirikiana naye kwa ushirikiano. Fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo mtakavyopangiwa. Hakikisheni vifaa vya uchaguzi mtakavyokabidhiwa mnavihakiki na kuvikagua kabla hamjakwenda navyo vituo. Hakikisheni mnafika mapema iwezekanavyo katika vituo mtakavyopangiwa ili kukamilisha maandalizi ya upangaji wa vituo kabla ya muda wa upigaji kura kufikia saa 1 kamili.
vya uraiani na kabla ya saa 2 kamili asubuhi kwa vituo vya magereza na vyuo vya mafunzo. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.